Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa Keo TV. Rais wa TLS, yani rais wa mawakili Tanganyika, Boniface Mwabukusi, kupitia jukwaa la mitandao ya kijamii hasa katika mtandao wa Twitter na mtandao wa Instagram, ameamua kutuma ujumbe wa moja kwa moja kumsifu makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Heche. Boniface Mwabukusi leo hii amechapisha chapisho refu kwelikweli katika mtandao wa Twitter, na chapisho hilo amelipa jina, kichwa cha habari kinachosema Mheshimiwa John Heche ni mtu mwema na mpigania haki wa kweli. Nanukuu chapisho la Boniface Mwabukusi, nanukuu: ndugu wa Tanganyika, msidanganyike. Nimefanya kazi na makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Heche, kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba mwaka 2025, haswa baada ya kupata habari kwamba Chadema ndio wanaokwamisha mazungumzo. Nilibaini ni mtu mwema sana anayependa mazungumzo yenye nia njema na Chadema ili shiriki kwa ukamilifu. Tuliweza kutana pande zote ikiwemo ACT, akafu pia na madhehebu ya dini kama CCT, Teki, Bakwata, Ashura ya Maimamu, Tamwa, TAWLA, THRC na watu mashuhuri. Kumbukeni, hata kushambuliwa kwa Dr. Charles Kitima alishambuliwa akiwa kwenye jukumu kubwa hili la kutafuta suluhisho la kushambuliwa kwake. Hakuweza kutengwa na nia ya ukwamishaji hatua za pamoja zilizokuwa zikiendelea. Muda wote CCM ndio walikataa mialiko, na hata walipotumia gharama kubwa sana kutuma wajumbe na kuongeza muda ili tuweze kuwa accommodate muda zaidi kukutana nao, walikataa. Lengo letu lilikuwa jema kabisa, kuliepusha taifa na vurugu zile za uchaguzi, kwani utafiti wetu ulionyesha nchi imevimba. Kwa kushirikiana na THRDC tuliomba pia kutana na tume ya uchaguzi, nayo ilikataa kwa kisingizio cha kutokuwa na muda. Kama kuna mtu asiyependa haki, ukweli na uwajibikaji ni CCM na vyombo vyake ambata. Huyu hapendi kuzungumza kwa kuheshimu wengine. Akija kwenye mazungumzo mara nyingi huwa ni kwa hila au mpango wa kukwamisha mbeleni, rejea kutekwa na kuharibiwa kwa mchakato wa marekebisho ya katiba na kuibiwa kwa katiba pendekezi. Haki, ukweli na uwajibikaji vitanusuru taifa. Mwisho kunukuu. Maneno mazito kweli kweli ya Boniface Mwabukusi. Maoni yamekuwa ni mengi kweli kweli katika eneo la comment section hapa. Watu wengi wameweza kutoa maoni. Boniface Mwabukusi ameandika hayo baada ya kuwepo kwa uvumi kwamba makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwamba ndio anayesababisha Chadema isishiriki katika maridhiano. Ndio maana amekuja kuweka wazi jinsi anavyomfahamu makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Katika eneo la comment section hapa la kuandika maoni, wa kwanza namuona anaitwa Thadei Mhabuka, anasema matatizo mengi ya nchi hii yanasababishwa na kuletwa na system, hilo kila mtu analijua. Dad Joseph anasema kwani mpaka sasa kuna asiyejua kwa CCM tatizo kubwa katika nchi hii? Mimi si viongozi wa chama hadi wafuasi wake wote si tatizo. CCM wapinga maendeleo na mazuri yote yanayofanywa kuhusu taifa. Baada ya kuchokwa wameona bora kuua ili wabaki madarakani. Lakini Nzarangi anasema tunafahamu sana na tunaelewa dhamira yake njema kwa nchi yetu. Akitima pia tunamfahamu kwa uzalendo wake kwa nchi yetu. Ni bahati mbaya tu kwamba nchi kwa sasa iko mikononi mwa wajinga wasiojua namna ya kufanyia kazi hoja zao, kurekebisha jamii yetu kwa uzuri zaidi na manufaa wote. Lakini Mohamed Mzingi anasema wewe Chadema utakosaje kumtetea Heche? Lakini Santi anasema napenda demokrasia ya kweli, napenda amani, napenda kuona maendeleo kwa wananchi wote mmoja mmoja
napenda maelewano na kukataa udhalilishaji. Nachukizwa na utekaji unaohusishwa na mambo ya kisiasa. Napenda kuona kama upo ukosoaji, basi mambo yanapigiwa kelele yafanyiwe kazi kweli. Hayo ni maoni ya Santi MM. Lakini Liza Mayona anasema hatuwezi kupotoshwa na hawa wakuni na wauaji, tunatambua Mheshimiwa Heche atoka zamani. Lakini Linda Johnson anasema bro Boniface, hakika wewe ni mtu na nusu, ukweli unakuweka huru daima kaka. Serikali hii unayoifanya imelemewa wakati shule hawana. Lakini Disiola anasema kiongozi hata ajisumbue, sisi tunajua CCM ni chanzo cha mauaji yale yaliyoendelea nchini baada ya vijana wao kuonekana wakijigamba hadharani kuwa wanaweza kupoteza watu na wakishirikiana na baadhi ya Ketemain anasema CCM na tume yao ya mchongo hawakutaka kuja kwenye mjadala wa upatanisho ili kuweka mambo sawa, kwa sababu walijua yale yaliyopendekezwa hayatakuwa mazuri kwao. Ni maoni mengine ni ya One Nation, anasema hamna kutujaza chuki dhidi ya Heche. Lakini Kevin Nicholas anasema wametawaliwa na ubinafsi na uoga. Lakini ELR anasema CCM na utapeli ni kama pete na kidole. Lakini Odin anasema CCM haina nia njema na taifa hili. Lakini Ara anasema CCM ndio chanzo cha vurugu zote nchini na chanzo cha umaskini unayoandama Tanzania. Lakini Omisie anasema ndaga fijo kikoro. Lakini Mpenda anasema mimi nasema Mungu akubariki sana rais wa haki. Lakini Ratifa Mboya anasema nashukuru sana Tanzania. Lakini Juda Comrade anasema naomba background ya elimu ya Heche. Lakini Lordrich Kaslita anasema wewe ulikuwa Chadema kufanyia udikteta, umehamia NCCR Mageuzi. Waliokupigania kuwa rais wa TLS ni Chadema, unalipa fadhila. Ukienda kinyume unahofia hofu ya uchaguzi wako. Lakini John Jacob anasema a good person, you are proud of you. Lakini Chazi Mrima anasema CCM ni kansa inayofikia hatua za kutotibika. Lakini The Survivor anasema na dunia nzima inajua hivyo, Heche ni zaidi ya mtu mwema. Lakini Mtanzania bin Tanganyika anasema TLS imegeuka ni tawi la Chadema. TLS kwa sasa ni kikundi cha wahuni. Lakini Don Minja anasema past history. John Heche ni kibaraka hodari, mchumia tumbo, uhaba wa fedha umemfanya poyoyo, ametukana hapo. Lakini Mtanganyika OG anasema Heche ni dikteta. Maamuzi yaliyotolewa na yeye mwenyewe na Chadema nao hakuna vikao, hakuna uwazi, hakuna suluhu lolote la kujenga chama. Lakini No Food anasema hivi Mwabukusi, labda utakuwa unawaambia wajinga tu, no reform no election imeanza baada ya Lissu kupita. Rais ametangazwa jeshi lijiandae kwa uchaguzi mwaka mmoja kabla Lissu hajapita. Je, nchi ilivimba lini? Kwa loyo tu hii nchi mlianza kuhujumu alipoapishwa Maza. Lakini hayo ni baadhi ya maoni ambayo yametoka katika chapisho la Boniface Mwabukusi katika mtandao wa Twitter alipomsifia John Heche kwamba ni mtu mwema. Una maoni gani kwa hichi ambacho ameandika Boniface Mwabukusi? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu ndio Creative. Tunakutujia katika masuala ya kisiasa. Bye bye.